Wapendwa wasikilizaji wa Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo siku ya tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya Ijumaa, juma la 30 la mwaka C wa kanisa. Tafakari yetu inajikita katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 9 aya ya 1 hadi ya 5 na Injili ya Luka sura ya 14 aya ya 1 hadi ya 6. Wazo kuu: sheria zimewekwa ili kumsaidia binadamu na si kumkandamiza. Karibuni sasa tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na mwinjili Luka. Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato, ale chakula, walikuwa wakimvizia. Na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akamwambia, akawaambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani, asiyemwopoa mara hiyo siku ya Sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Neno la Bwana. Ndugu zangu katika Kristo, Yesu anakaribishwa chakula katika nyumba ya mkuu wa Mafarisayo ikiwa ni siku ya Sabato. Mbele yake yupo mgonjwa wa safura. Yesu anamponya. Yesu anawauliza waandishi na Mafarisayo kama kuponya siku ya Sabato ni halali, lakini wanakaa kimya tu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Mafarisayo wanathamini sana siku ya Sabato kuliko hata utu. Kwao sheria kwanza, utu baadaye, jambo ambalo Kristo analikemea kwa matendo ya kuokoa uhai siku ya Sabato, ili kutuonesha kuwa sheria tunazoweka zinapaswa kuwa kwa ajili ya wokovu wa wanadamu na si kukomeshana na kutesana kama ilivyo pia kwa nyakati zetu hizi. Wapendwa katika Kristo, sheria na kanuni tunazopewa na Mungu au jamii zetu zinapaswa kuwa chachu ya kutusaidia kufika mbinguni na si kudidimiza maisha na kushusha thamani ya utu. Sheria na kanuni zinapaswa kubeba upendo ndani yake ili kuleta thamani kwazo. Pasipo upendo ndani yake, sheria na kanuni hutukuza ubinadamu. Yesu anatumia wakati wa chakula kuwafundisha Mafarisayo na waandishi kuhusu Sabato na sheria, kwamba sheria zote zinazowekwa ni kwa ajili ya ustawi wa watu wa Mungu kufikia ufalme. Ndugu zangu katika Kristo Yesu, Mtume Paulo katika barua yake kwa Warumi anaeleza pia juu ya huzuni yake jinsi Warumi wanavyojali mambo ya kibinadamu na kusahau mambo ya kimungu. Maisha yetu na mambo yote tunayotenda yanapaswa kuwa katika sifa na utukufu wa Mungu Mwenyezi. Wapendwa katika Kristo Yesu, tumuombe Mungu atujalie matashi mema katika kufuata sheria na kanuni tunazojiwekea, ziwe ni kwa manufaa ya kutuletea ufalme wa Mungu duniani na mwishowe uzima wa milele. Tafakari hii imeletwa kwenu na Frateli Alphonse Bomeza wa Jimbo Katoliki la Bunda. Ninasoma mwaka wa 4 wa teolojia, Seminari ya Mtakatifu Paulo Mtume, Kipalapala, Tabora, Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo.